Tofauti kidogo. Nadhani wamezinduka usingizini. Wamecheza tofauti na wamezuia kufungwa, lakini kwa sababu Simba ilifanya vizuri kwenye mchezo wa kwanza, kwa hiyo imekata tiketi ya kuingia hatua ya makundi. Muhimu zaidi ni kwamba Tanzania kwa mara ya kwanza tumeandika historia ya kupeleka timu zote 4 kwenye hatua ya makundi katika klabu bingwa barani Afrika na katika kombe la shirikisho. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya serikali kuzipongeza timu zetu zote zinazotuwakilisha katika mashindano ya kimataifa. Simba Sports Club, Dar es Salaam Young Africans, Azam FC na Singida Black Stars. Serikali inazipongeza sana timu zote hizi kwa heshima kubwa ambayo zimeipatia Tanzania, kwa sababu tumeandika historia ya kuwa na timu ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa na zote zinafuzu kwa wakati mmoja. Lakini muhimu zaidi ni kwamba timu zote ziko kwenye kiwango kizuri sana. Kwa hiyo tunaamini ile ndoto tulionayo ya timu zetu kwenda kucheza fainali inawezekana. Na mimi leo nina furaha sana kuona nimekuwa sehemu ya historia hii kubwa muhimu ya nchi yetu kupeleka timu zote katika mashindano ya kimataifa. Na wapongeza sana wote Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars. Mheshimiwa, kwa leo mzigo wa mama unarudi. Mzigo wa mama leo unarudi kwa sababu vigezo na masharti ni kwamba timu lazima ishinde, sio draw wala ni lazima ishinde ndio tunatoa. Kwa hiyo Simba walishachukua shilingi milioni 15 za ushindi wa kule Eswatini. Kwa hapa leo bahati mbaya wanasema maiti imepiga chafya. Kwa hiyo goli la mama limerudi, lakini kwa kweli sio mbaya. Nadhani ilikuwa ni plani ya mwalimu kwamba timu isitumie nguvu nyingi sana, kwa sababu tayari ilikuwa na mtaji mkubwa wa magoli na nafasi ya kusonga mbele katika mashindano. Mimi kama kawaida, mimi kama zote. Simliona juzi Azam juzi wamefunga 7 na wamepigwa 35 on the spot. Kwa hiyo mimi mama hana mbambamba. Kwa kweli kama kuna kitu kinaleta faraja ni namna ambavyo timu zetu zote zimekuwa bora. Zote ziko bora sana. Msitisho na matokeo haya ya draw leo ya Simba na Singizini. Hao Singizini nadhani wana mwalimu mzuri na benchi lao zuri la ufundi. Wamemsoma Simba na wamekuja wamezuia kufungwa, na muda wote mmeona walikuwa consistent. Kwa hiyo mimi nadhani yote ni matokeo, ndio muhimu wa kushinda mapema. Kwa plani ya mwalimu imeenda vizuri, walishinda kwao, hapo wamedraw, Simba inasonga mbele. Hilo ndio jambo muhimu, kwamba tunaendelea na mashindano. Kwa ushindi ambao walipata Simba kule ugenini, ulitegemea leo labda wanaweza kashinda goli ngapi mpaka ukasema leo lazima ni huu mzigo ukae sawa kwa ajili ya Simba Sport? Kwa kusema ukweli, kwa ubora wa Simba na namna ambavyo Simba nimeiona mazoezini, nilitegemea leo wangefunga magoli mengi sana. Lakini ndio hivyo, wewe unapanga na mwenzako naye anapanga. Nadhani Singizini na wao walijipanga sana. Wakaja na plani yao ambayo imewasaidia kutokufungwa. Lakini kwa kweli Simba wako vizuri sana. Mimi nimewaona Simba zaidi ya hii mechi. Nimewaona mazoezini kule Bunju, timu ni nzuri sana. Muwe na amani. Yaani kwenye group stage muwe na amani kabisa. Mheshimiwa, mipango yenu sasa kama serikali kwa support hizi timu ambazo tunakwenda kwenye hatua ya makundi? Mipango yetu ni vile. Kwanza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuwapa goli la mama. Kwenye hatua ya makundi bado tuna shilingi milioni 5 kwa goli moja, robo finali milioni 10, nusu finali milioni 20. Lakini zaidi muhimu ni kuhakikisha kwamba tunawaandalia venue, uwanja kuwa tayari muda wote kwa ajili ya mashindano, na ndicho tunachokifanya. Asanteni sana.